Tisini zinapofika mwisho, kelele zinapanda, hisia zinachangamka. Hapa ndipo kila kitu kinaamuliwa. Hii ni full time. Mchezo unaanza, unapanda na mwisho wake unaamua kila kitu. Full time ya Hotbiz. Kiwango cha Simba sasa hivi ni kiwango ambayo ni kiwango kinaridhisha, kinakuwa. Karibu sana ndani ya dimba la michezo siku hii ya leo. Tazamio ya kwetu kama Simba ni kukaa kule juu na kuchukua ubingwa. Tisini zinapofika mwisho, kelele zinapanda, hisia zinachangamka. Hapa ndipo kila kitu kinaamuliwa. Hii ni full time. Mchezo unaanza, unapanda na mwisho wake unaamua kila kitu. Full time ya Hotbiz. Na mtazamaji wa Full Time, kipindi chako pendwa kabisa kutoka Hotbiz. Karibu sana ndani ya dimba la michezo. Siku hii ya leo tumekuja hapa Kimara Mwisho kwa ajili ya kuzungumza na kuhojiana na hawa ambao unawaona hapa na unawatazama vizuri, wana michezo hawa, lakini wana michezo wa vipindi mbalimbali, nikimaanisha ya kwamba wana timu zao ambazo wanazishabikia. Huyu ambaye niko naye hapa ni mwanamichezo, lakini vile vile anashabikia sana timu ya wekundu wa Msimbazi, Simba Sports Club. Mimi jina langu ni Christian Liezia, kaka wa thamani. Kama ilivyokuwa kawaida, niko hapa kukuhabarisha na kukujuza, lakini vile vile arafa yako tutaipokea mtazamaji wetu popote pale ulipo. Endelea kusubscribe, endelea kuungana na sisi hapa wanamichezo wenzako. Tuko hapa kwa ajili ya kuhojiana mawili matatu. Ndugu yangu, kwanza jitambulishe jina lako. Jina langu naitwa Abraham Laiza. Abraham Laiza. Ni kweli wewe ni mshabiki kindakindaki wa Simba? Mimi ni mshabiki wa Simba. Kindakindaki? Wala sio wa kulazimishwa, ni kindakindaki kuzaliwa kwangu. Sijawahi shabikia timu yoyote zaidi ya klabu ya Simba. Kiwango cha Simba sasa hivi ni kiwango ambayo ni kiwango kinaridhisha, kinakuwa mechi hadi mechi. Simba inaonyesha kiwango kizuri ambayo inavutia soka la kwake la Simba toka usajili wa dirisha dogo. Simba imefanya usajili mzuri kuliko usajili wowote uliofanya awamu nyingine. Steve Baka sasa hivi kocha wenu wa wekundu wa Msimbazi ana matarajio makubwa sana ya kuja kuchukua ligi kuu ya NBC, lakini mtani wenu Yanga pale mnazidiana kama pointi 2 hivi. Je, wewe kama shabiki wa Simba unalionaje hili na unalizungumziaje? Kwa sababu nikimaanisha ya kwamba tayari sasa hivi wana Yanga wapo kule kileleni na wao wanajitutumua kwa ajili ya kuweza kukaa vizuri katika kukabili yale yote wapinzani wao ambao wanayaonyesha, na hasa nyinyi wapinzani wakuu. Yanga wametuzidi pointi 2. Na hizo pointi 2 Yanga mwanzo walituzidi pointi 5. Lakini tegemeo ni kwamba hawakutarajia kwamba watapata mtu wa kupunguza spidi. Kwa hiyo tunatazamia kwamba mtani wetu yuko mbele yetu, nasi tunakuja spidi tukijua kwamba yuko siku atateleza na sisi tutakaa pale juu. Tukijua ya kwamba sisi matazamio ya kwetu kama Simba ni kukaa kule juu na kuchukua ubingwa. Tukishindana na mtani wetu Yanga na kumwombea afanye vibaya, kwa sababu Yanga ndio mpinzani wetu mkubwa ambao sisi maombi yetu ni kumwombea Yanga afanye vibaya ili sisi tupate kufanya vizuri, tuweze kumuondoa katika nafasi za juu na kukaa na kutangaza ubingwa, kwamba Simba kuwa ubingwa katika Champions League ya NBC. Na tukijua kwamba kocha tulionao sasa hivi ni kocha ambayo hatuna wasiwasi naye toka aichukue Simba. Amekuwa ni kocha ambayo akifanya sabu, anafanya sabu ambayo analeta tija katika sabu zake, ambayo analeta matokeo mazuri. Pamba Jiji kwake tulitoa draw, lakini natazamia kwamba kuja kwake huku anajua kabisa kwamba Simba hakuna mbambamba. Sisi tunachokitaka ni ushindani, tunachokitaka ni pointi 3. Hatutaki kufanya kosa kama tulivyofanya kule uwanja wa Kirumba, CCM Kirumba. Kwa hiyo anakuja hapa akijua kabisa kwamba mnyama anataka pointi 3, kwa sababu ameona mtani tunamhemea kwa nyuma, na sisi lengo letu ni kuzondosha zile pointi 2 alizonazo. Sisi kupitia Pamba tunakwenda kuleta. Pamba ni timu nzuri, unaleta ushindani, lakini mwisho atajua kwamba pointi 3 lazima aache kwa Msimbazi Simba. Lakini nataka kujua matarajio yenu pia kwa michuano ya ngazi za Afrika. Kama ilivyokuwa kawaida, kuna klabu bingwa, kuna shirikisho, lakini Simba mmekuwa mkionyesha ubora wa hali ya juu sana mnapokutana na timu kutoka nje ya nchi, yani mipaka. Mkija hapa Tanzania katika uwanja wetu huo
wa Benjamin Mkapa huaga mnafanya unyama ulio mwingi kama jina lenu lilivyo. Una matarajio gani msimu huu wa kuweza kuchukua angalau hata kufika fainali vile vile ya klabu bingwa kama mtapata hiyo nafasi? Ninavyoona Simba sasa hivi ni Simba ambayo haitaishia kama ilivyoishia kama msimu uliopita. Itakwenda kuwa Simba ya tofauti zaidi hata ile akina Mixon ya miaka iliyopita, ambayo Simba ya Baka sasa hivi naona kwamba inakwenda kufanya kwamba haitaishia robo fainali. Simba itaenda mpaka nusu fainali na hatimaye kwenda kucheza fainali. Unakumbuka lakini mlicheza fainali? Nakumbuka tulicheza kombe la shirikisho kipindi cha Fadru akiwa kocha mkuu, ambayo hakuna mtu aliyetarajia, kwa sababu Simba ilikuwa ni Simba ambayo ilikuwa inasema kwamba Simba ilikuwa na wachezaji wengi wa kigeni, ambao maigizo mipya ilikuwa ni wachezaji 13. Lakini Simba ilikuwa na kocha mgeni na wachezaji 13, lakini mpango wake ilikwenda kuonyesha kitu ambacho hakuna mtu aliyetarajia, kwamba tutakwenda mpaka tutafika fainali. Hatimaye tukiwa kwenye vijio vya kahawa, washabiki wengi ambao walikuwa wa Yanga walikuwa wasema mwisho wa Simba ni hapa, mwisho wa Simba ni hapa, lakini tukamwambia Simba haina mwisho. Hatimaye Simba imeenda kucheza fainali. Sawa sawa, lakini nikuulize swali lingine kuhusu wekundu wa Msimbazi. Unampenda mchezaji gani hasa pale wekundu wa Msimbazi? Ukimwona kweli unahisi huyu ni mchezaji wa kiwango cha hali ya juu. Hebu nitajie kwanza hata watatu hivi. Katika timu ya Simba, hasa timu ya sasa hivi, wachezaji ambao nikiwaona ambao wapo wakishaonekana namba zao, hata namba ya jezi wanapowatambulisha, Lebase again, yuko Aura, yuko Kratos Chota Chama, yuko pia beki ule Lusheni Ndereki, na pia Yusuf Kagoma. Naamini kwamba ni wachezaji wazuri ambao wananikosha moyo wangu, na Elia Mpanzu. Unamwonaje Selemani Mwalimu ambaye aliwafanya nyinyi mkachukua ubingwa mbele ya watani wenu Yanga? Selemani Mwalimu ni mchezaji ambaye Steve Baka sasa hivi amejua namna ya kumtumia. Sasa hivi nimeona kwamba akimtumia kutoka benchi na hatimaye akiingia anaonyesha maajabu makubwa kutoka benchi, tofauti na akiwa ameanza kikosi cha kwanza. Niko hapa mtazamaji wetu katika kijiwe hiki cha kahawa, tunabadilishana mawazo na wanamichezo wenzangu hapa. Mimi ni kaka wa thamani, jezi namba 7 mgongoni, Christian Liezia, kama ilivyokuwa kawaida. Kipindi ni full time kutoka Hotbiz. Karibu sana, tuendelee na mahojiano yetu kama ilivyokuwa kawaida yetu. Niko hapa na mwanamichezo. Bwana, swali lingine ambalo na kuweka swali hili kuhusu wekundu wa Msimbazi. Mmeona mtani wenu mnamo tarehe 12-15 mwezi Mei alikuja kwa ajili ya kutambulisha uwanja wake, ya kwamba atajenga uwanja. Nyinyi kwenu iko vipi? Kwa sababu uwanja wa Yanga umesifiwa kweli kweli. Mnamo hata miaka miwili mbele uwanja wa Yanga utakuwa tayari na utakuwa ni mkubwa kweli kweli. Nyinyi kwa upande wenu hili mnalionaje? Mtani wenu atakuwa amewazidi kete katika swala zima la kupata uwanja wa kisasa, ama unalisemaje hilo? Swala la kiwanja la kutangaza kwamba ujenzi wa uwanja na kutangaza ukubwa, hiyo mimi siwezi kuwasema kwamba Yanga kwamba watakuja kutuzidi, kwa sababu sisi tumemtangulia Yanga, tumeshakuwa na uwanja, ijapokuwa kwamba ile uwanja haukutimia 100%, ni uwanja wa mazoezi, na hafadhali mimi mwenye uwanja wa mazoezi, kwa sababu Yanga hana uwanja wa mazoezi. Yanga hamna alichonizidi, msipokuwa amenikopi miaka ya kina Chama, ile timu ya kina Mixon, kina Kagere, kina Mugalu, kina Chama, hao wote niliowataja, isipokuwa sisi tumechukua miaka 4. Sasa Yanga anakuja kuchukua miaka 4, maana yake hakuna alichonizidi, isipokuwa anakopi kwangu. Anakopi kwako? Amekopi kwangu. Miaka wewe ndio mwanzilishi. Mimi ndio nimeanzisha. Sasa yeye amekopi kwangu. Kama alivyokopi kwangu kwamba siku ya mwananchi, na amekopi kutoka siku kwa mnyama siku ya Simba Day. Simba miaka iliyopita, Simba ilikuwa inachagua viwanja, inacheza mpira, ikifika mikoani unaona kabisa tofauti ya mikoani na Dar es Salaam. Lakini Simba sasa hivi haina uwanja. Tunakwenda Kigoma, wale Mashujaa hawajawahi kupoteza mechi yoyote, lakini Simba ameenda kufanya Mashujaa akafanya kupoteza mechi mbele ya Simba.
Kwa hiyo Simba sasa hivi haina cha uwanja. Tumekwenda Coast ametangulia kupata goli, lakini ndani ya dakika kadhaa kabla tujakwenda mapumziko tumekwenda kumtangulia Coast 2-1. Kwa hiyo sasa hivi Simba ni timu ambayo haiangalii uwanja. Simba anaangalia nimekuja kufanya nini, na mashabiki wangu na wanachama wanataka kufanya nini. Na sasa hivi Simba, viongozi wa Simba sasa hivi wako Bennett na timu yao. Kwa hiyo ndio maana sasa hivi Simba wako kufanya vizuri, kwa sababu wamejua kwamba wanachama na wapenzi wa Simba wanataka kwenda kufanya nini. Niko hapa na shabiki wa Simba akijigamba hapa kwamba timu yake iko vizuri, na Yanga kazi yao wao ni kuwakopi wekundu wa Msimbazi. Hawa tunawaita watani wa jadi. Tutakuja kuzungumza pia na shabiki wa Yanga. Hebu endelea hapo kukaa pamoja na sisi kujionea yaliyo mengi kupitia kipindi cha Full Time hapa Hotbiz. Mimi ni kaka wa thamani Christian Liezia, jezi namba 7 mgongoni kama ilivyokuwa kawaida. Sasa swali la mwisho kabisa matarajio yako ni yepi kupitia timu yako ya wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club? Matarajio ya hapa mbeleni na kwa baadaye, wewe kama shabiki kindakindaki. Matarajio yetu kwa wana Simba ni makubwa, kwa sababu huko mbele timu imesuasua, lakini namna ilivyo sasa hivi timu ina mipango, timu ina mikakati. Timu imetoka kwenye kusuasua, imeingia kwenye mikakati, imejiwekea mfumo ambayo unajua kwamba unaenda kufanya nini. Sasa hivi wana Simba walikuwa kipindi cha miaka iliyopita minne, Simba walikuwa wanasuasua kuja uwanjani na wengine wamekata tamaa, lakini hatimaye sisi ni wapenzi wa kweli, sisi tulikuwa na Simba tunashuka naye daraja. Hata akishuka daraja sisi tunashuka na Simba, hatuwezi kuhama mpaka kieleweke. Maana kwa mwana Simba halisia ushuki, kwa sababu Simba ikishuka unashuka naye, akipanda unapanda naye. Hatimaye Simba imepanda, imeonyesha mfumo kwamba unakwenda kufanya nini na malengo yake ni yapi. Na Simba inakwenda sasa kuonyesha kwamba Simba sio Simba tu. Simba mawindo yake ni hatari. Akishamuona mnyama kule ng'ambo ya mto, maana yake yeye anachokifanya ni kutimiza wajibu wake, kumkamata ule mnyama. Sasa Simba anataka kwenda kukamata ubingwa na hatimaye kwenda kimataifa na kufanya makubwa ambayo wengi hawajatarajia kuyafanya yale makubwa. Dakika 90 zinapofika mwisho, kelele zinapanda, hisia zinachangamka. Hapa ndipo kila kitu kinaamuliwa. Hii ni Full Time. Mchezo unaanza, unapanda na mwisho wake unaamua kila kitu. Full Time ya Hotbiz.